Traore Goita wapiga marufuku wa Marekani kuingia nchini mwao. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, endelea kusubscribe, kucomment, kulike kila aina ya taarifa ya kimataifa. Serikali za Mali na Burkina Faso zinazoongozwa chini ya utawala wa kijeshi zimeazimia kuwazuia raia wa Marekani kuingia katika nchi zao, ikiwa ni utekelezaji dhidi ya uamuzi wa kuwazuia raia wao kuingia nchini Marekani. Mtandao wa kimataifa umeripoti kwamba mataifa hayo mawili yametangaza hatua hiyo siku ya Jumanne usiku, Disemba 30, 2025, yakisema hatua hiyo inaanza mara moja. Serikali ya Mali inayoongozwa na rais wa mpito Assimi Goita ikiwa chini ya utawala wa kijeshi na Burkina Faso ikiongozwa na Captain Ibrahim Traore. Uamuzi huo unatokana na vikwazo vya usafiri vya Marekani vinavyoathiri mataifa kadhaa barani Afrika na Mashariki ya Kati kuliidhinishwa na Rais Donald Trump. Wizara ya mambo ya nje ya Mali imesema inatekeleza kanuni ya usawa na kuongeza kwamba raia wa Marekani sasa wanakabiliwa na masharti yale ya kuingia nchini Mali yaliyowekwa na Marekani. Serikali ya Burkina Faso inayoongozwa na Captain Ibrahim Traore imesema inaendelea kujitolea kudumisha usawa na uhuru na kwamba bado ipo wazi kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa ambayo maslahi yanalingana. Mali na Burkina Faso pamoja na nchi jirani ya Niger hivi karibuni zilijiondoa kutoka Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Magharibi ECOWAS na kuunda muungano wa mataifa ya Sahel. Mataifa hayo yamejitenga na washirika wa Magharibi na kuimarisha uhusiano na Urusi. Nchi nyingine za Kiafrika zilizoathiriwa na marufuku iliyotolewa hivi karibuni ya Marekani ni pamoja na Nigeria na Sierra Leone, ambazo hizi zimesema kwamba zinapanga kujibu kupitia njia ya diplomasia. Hatua iliyochukuliwa na Marekani inaanza kutumika hii leo Alhamisi, Januari 1, 2026. Mapema mwaka huu Chad pia ilichukua hatua ya kulipiza kisasi baada ya kujumuishwa katika awamu ya kwanza ya vikwazo. Hivyo ikaamua kusitisha utoaji wa visa kwa raia wa Marekani. Rais Mahamat Idris Deby amesema hatua hiyo inahusu utu wa taifa, akiongeza kwamba Chad inaweza kukosa utajiri au ushawishi, lakini haitakubali kudhulumiwa.